kuweza kufanya kwa ukubwa tofauti na ambavyo tumekuwa tufanya mwanzo? Nafikiri kwanza inaanza kwenye nia. Unajua, kwa bahati nzuri sisi tumetokea katika familia maisha magumu sana. Kwa hiyo kitu yani sisi maisha magumu au ndugu zetu wa chini yani ndio nyumbani kwetu. Sasa tulianza kuwatua tofauti kulingana na uwezo tuliokuwa tuko nao. Mwenyezi Mungu ametubariki, ametujalia taasisi. Kwa tunavyokuwa tuko taasisi na maana nguvu ya pamoja. Hii kilichotoka hapa sio Diamond limetoa. Ni nguvu ya pamoja. Mimi kama mkurugenzi nilitoa maelekezo katika chombo kama ianzishe kampeni fulani mkono wa Idi ambao wakashirikisha wadau tofauti na wadau wakaunga mkono. Na hii ndio maana naosema siku zote kama ukiunga mkono Wasafi, hujamuunga mkono Diamond tu. Hapana. Umeunga Tanzania, umeunga Afrika nzima. Kupitia vyombo tulivyokuwa navyo vimeendesha kampeni hii ambayo hiyo wamejitoa watu tofauti, wadau mbalimbali, wakubwa kwa wadogo, taasisi kwa watu binafsi, wametoa chango sadaka zao na mimi nimekuja kuzikabidhi. Kwa hiyo ndio maana ya ukuaji, lakini maana ya watu wanapokusupport, wanapokuunga mkono manake ndio hii. Kwa hiyo waendelee kutuunga mkono kama leo tulifanya hapa. Mwakani tufanye makubwa zaidi, kwa sababu sio kwa sababu yetu sisi, ni kwa sababu ya ushirikiano wa watu tofauti ambao wanatokana na ukubwa wetu unavyozidi kukua. Kwa takwimu pengine ambazo tumezipata kutokea kwenye kamati, ni watu wangapi ambao tumeweza kufikia leo na kuwagusa? Nitatoa takwimu rasmi lakini wengi sana, maelfu, kusema kweli ni maelfu. Siwezi kusema tu namba ambazo sina uhakika nazo, nitatoa takwimu sahihi lakini ninavyojua ni maelfu ya watu. Na niwashukuru wote ambao wametoa. Kama nilivyowaambia mwanzo, mimi nilikuwa na vision tunasema kama mwaka huu tutoe mkono wa Idi, kuelekeza vyombo vifanye shughuli ya kuhamasisha, tukianzia sisi wenyewe ndugu familia kutoa tulivyokuwa navyo, ama baada ya hapo tukawahamasisha na watu wengine nao wameunga mkono kampeni kwa ukubwa, ambayo inaonyesha ni namna gani nchi watu tunapendana, tunathaminiana, haijalishi makabila yetu, bila kujali dini zetu, bila kujali itikadi zetu. Lakini kingine lazima tuipongeze na kuishukuru serikali ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu imeweka miundombinu ambayo imekaa rafiki, na ndio maana tunaweza kufanya vitu kwa amani. Nchi yetu ina amani, sikukuu Idi tunafurahi tukiwa tuna amani. Angalia tumekaa hapa, unajua ukitoa sadaka tulikuwa kuna vurugu, lakini vurugu hamna, watu wanapokea vizuri. Kidogo tu mtu anaweza kawa na haraka akamwambia usiwe na haraka, ngoja zamu yako itafika. Sasa hii vitu vinatokana na serikali kuweka mazingira hayo kama yeye kiongozi kutengeneza mazingira hayo. Tunampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi kama wananchi anaotuongoza anatuwekea mazingira hayo, tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunamwakilisha vyema. Hata sadaka hizi pia niseme ni moja ya neema zake, namna uongozaji wake imefuata, tumemobilize vitu vizuri, lazima wafikie tofauti. Okay, Bwana Diamond, mimi ningekupongeza sana the way ambavyo una participate kwenye jamii, lakini pia tulishuhudia tukio la iftari ambao ulifanya pale Superdome. Watu waliweza kushiriki na tuliona viongozi wengi wakubwa, ilikuwa ni heshima sana kwako. Lakini baada ya pale paliibuka baadhi ya viongozi wa dini wakiwa wanakashfu na kueleza negative juu ya jambo lililofanya. Labda hili ulilipokea vipi? Lakini pia una rai gani katika hili? Unajua unatakiwa ufanye kadri Mwenyezi Mungu atakujalia. Alafu anayejaji ni Mwenyezi Mungu. Ukisikiza maneno ya watu utashindwa kufanya mambo mazuri kwa kuwa utaonekanaje. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu no matter what nihakikishe kuwa nafanya mambo mazuri. Na sishtuki, sijali wala siogopi comment ya mtu ambaye negative. Mimi jukumu langu ni kuhakikisha kwamba nimepata nafasi, na mimi nafasi hii nahakikisha nafaidisha watu. Mwenyezi Mungu kanibariki na mimi kuhakikisha nawabariki watu. Na kuweza kufuturisha na kuweza kutoa sadaka kama hivi natoa sadaka. Sasa comment za watu hawezi kuziepuka, kila mtu atacomment anapoona yeye. Sasa kama unafanya kwa sababu ya watu utaogopa comment, lakini mimi nafanya kwa sababu ya Allah. Kwa comment yangu nitaikuta kwa Allah kesho na kesho kutwa nikifa, ndio mimi nachokiangalia hicho. Lakini comment na uzuri pia hata shehe wa mkoa alielezea vizuri. Kwa ni vitu vya kawaida, na nataka watu wengine wanaofanya mambo msikatishwe tamaa. Mwenyezi Mungu anasema msikate tamaa na neema zangu. Mwenyezi Mungu anaelekeza hivyo, kwa sitokee kiumbe kukatisha tamaa. Fanya mambo mazuri, hajalishi unafanya kazi gani, unafanya kitu gani, hakikisha unaswali. Mimi naswali swala 5, watu wengine sidhani kama watu wanafahamu. Mimi maisha yangu sasa hivi na miaka 3 naswali swala 5, miaka 3 mfululizo na sikosi yani. Kwa hiyo nikitaka kumsikiza mtu anaimba afu na swali mnafiki, okay, mnafiki yangu utajua Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu anasema funga, anakuambia saumu, yani funga ni yangu, saumu ni yangu.
basi na hizi neema za kwake. Asanteni na wao inaenda kwa Manara. Ana fulani kuna kamunge mkono. Nashukuru. Shukrani. Tagafunga voice inasikika? Okay. Bwana, tulikuwa tunazungumza na Diamond Platnumz, mkurugenzi wa Wasafi Media, lakini pia ni mkurugenzi wa WCB Wasafi. Tuko katika viwanja vya Leaders Club na tayari kama unavyoona ndio hicho.